my strength, my song, and I shout for joy. Haleluya, haleluya. Bwana asifiwe sana, watumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe, wateule wa Mungu. Kama mwalimu alivyotuomba mwanzo wa wiki hii, alituma request kwamba tutafute muda kusoma Wafilipi 3-4. Ni mistari ambayo sio mingi zaidi. Mwalimu alisema angetamani kutusema nasi Wafilipi 3 na pia baadhi ya Filipi 4, ili ikifika mwisho wa wiki ijayo tuweze kumaliza na weze kurecap kitabu chote cha Wafilipi ambacho kina sura 4 tu. Basi for the interest of time nitasoma Wafilipi 3 yote na tutaangalia muda ulivyo kulipo kuhusu Wafilipi 4, tukiamini kwamba kila mtu aliweza kuwa mwaminifu akapitisha macho. Basi nami nitasoma Wafilipi 4 kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Hatimaye ndugu zangu, furahini katika Bwana. Kuwaandikieni mambo yale yale hakuniudhi mimi, bali kutawafaa ninyi. Jihadharini na mbwa, jihadharini na watendao mabaya, jihadharini na wajikatao, maana sisi tu tohara tumwabuduo Mungu kwa roho na kuona fahari juu ya Kristo Yesu. Wala hatuutumainii mwili, walakini mimi ningeweza kuutumainia mwili. Mtu yoyote akijiona kuwa anayo sababu ya kutumainia mwili, mimi zaidi. Mstari wa 5, na alitairiwa siku ya 8, ni mtu wa taifa la Israeli, wa kabila la Benyamini, Mwebrania wa Waebrania, kwa habari ya kuishi torati ni Farisayo, kwa habari ya juhudi mwenye kuliudhi kanisa, kwa habari ya haki patikanayo kwa sheria sikuwa na hatia. Lakini mambo yale yaliyokuwa faida kwangu ni alihesabu kuwa hasara kwa ajili ya Kristo. Naam, zaidi ya hayo nahesabu mambo yote kuwa hasara kwa ajili ya uzuri usio na kiasi wa kumjua Kristo Yesu Bwana wangu, ambaye kwa ajili yake nimepata hasara ya mambo yote, nikihesabu kuwa kama mavi ili nipate Kristo, tena nionekane katika yeye, nisiwe na haki yangu mwenyewe ipatikanayo kwa sheria, bali ile ipatikanayo kwa imani iliyo katika Kristo, haki ile itokayo kwa Mungu kwa imani, ili nimjue yeye na uweza wa kufufuka kwake na ushirika wa mateso yake, nikifananishwa na kufa kwake, ili nipate kwa njia yoyote kuifikia kiama ya wafu. Mstari wa 12, si kwamba nimekwisha kufika au nimekwisha kuwa mkamilifu, la, bali nakwaza mwendo ili nipate kulishika lile ambalo kwa ajili yake nimeshikwa na Kristo Yesu. Ndugu, sijidhanii nafsi yangu kwamba nimekwisha kushika, ila natenda neno moja tu, nikiyasahau yaliyo ya nyuma, nikiyashumulia yaliyo mbele, na kaza mwendo niifikirie mede ya thawabu ya mwito mkuu wa Mungu katika Kristo Yesu. Basi sisi tulio wakamilifu na tuwaze hayo, na hata mkiwaza mengine katika jambo lolote, Mungu atawafunulia hilo nalo. Mstari wa 16, lakini hapo tulipofika tuenende katika hilo hilo. Ndugu zangu, mnifuate mimi, mkawatazame wao waendao kwa kufuata mfano tuliowapa ninyi. Maana wengi huenenda, ambao nimewaambieni mara nyingi habari zao, na sasa nawaambia hata kwa machozi, kuwa ni adui za msalaba wa Kristo. Mwisho wao ni uharibifu, miungu yao ni tumbo, utukufu wao katika fedhea zao, waniao mambo ya duniani. Mstari wa 20, kwa maana sisi wenyeji wetu uko mbinguni, kutoka huko tena tunamtazamia Mwokozi Bwana Yesu Kristo, atakayeubadili mwili wetu wa unyonge upate kufanana na mwili wake wa utukufu, kwa uweza ule ambao kwa huo aweza hata kuvitiisha vitu vyote viwe chini yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Amen. Haleluya. Nimeweza kusoma sura zile 21 zote za Wafilipi. Mwalimu, labda nikuruhusu tungemalizia na 4. Nimalizie na 4 kabisa. Okay. Kwa sababu ina sura 21 hii. Sawa sawa. Basi nitasoma mlango wa 4 pia kwa haraka. Basi ndugu zangu wapendwa wangu, ninawaonea shauku, furaha yangu na taji yangu, hivyo simameni imara katika Bwana, wapenzi wangu.
Mstari wa 2, na msii Yuodia na msii na Sintike, na wawe na nia moja katika Bwana. Naam, nataka na wewe pia, mjoli wa kweli, uwasaidie wanawake hao, kwa maana waliishindania Injili pamoja nami, na Clement naye na wale wengine waliotenda kazi pamoja nami, ambao majina yao yamo katika kitabu cha uzima. Furahini katika Bwana siku zote, tena nasema furahini. Upole wenu na ujulikane na watu wote, Bwana yu karibu. Haleluya. Msijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru, haja zenu na zijulikane na Mungu, na amani ya Mungu ipitayo akili zote itawahifadhi mioyo yenu na nia zenu katika Kristo Yesu. Mstari wa 8, hatimaye ndugu zangu, mambo yoyote yaliyo ya kweli, yoyote yaliyo ya staha, yoyote yaliyo ya haki, yoyote yaliyo safi, yoyote yenye kupendeza, yoyote yenye sifa njema, ukiwapo wema wowote, ikiwapo sifa nzuri yoyote, yatafakarini hayo. Mambo mliojifunza kwangu na kuyapokea na kuyasikia na kuyaona kwangu, yatendeni hayo, na Mungu wa amani atakuwa pamoja nanyi. Mstari wa 10, nalifurahi sana katika Bwana, kwa kuwa sasa mwisho mmeuisha tena fikra zenu kwa ajili yangu, kama vile mlivyokuwa mkinifikiri hali yangu, lakini hamkupata nafasi. Si kwamba nasema haya kwa kuwa nina mahitaji, maana nimejifunza kuwa radhi na hali yoyote niliyonayo. Najua kudhiliwa, tena najua kufanikiwa. Katika hali yoyote na katika mambo yoyote nimefundishwa kushiba na kuona njaa, kuwa na vingi na kupungukiwa. Na yaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Haleluya. Lakini mlifanya vyema mliposhiriki nami katika dhiki yangu. Nanyi pia ninyi wenyewe mmejua, enyi wa Filipi, ya kuwa katika mwanzo wa Injili nilipotoka Makedonia, hakuna kanisa jingine lililoshirikiana nami katika habari hii. Oh my God, naona mstari umepotea. Naomba nirudie tena. Nifika mstari wa ngapi? Wa 15. Wa 15. Yes, Okay. 15. Nanyi pia ninyi wenyewe mmejua, enyi wa Filipi, ya kuwa katika mwanzo wa Injili nilipotoka Makedonia, hakuna kanisa lingine lililoshirikiana nami katika habari hii ya kutoa na kupokea, ila ninyi peke yenu. Kwa kuwa hata huko Thesalonike mliniletea msaada kwa mahitaji yangu, wala si mara moja. Si kwamba nikitamani kile kipawa, bali nayatamani mawazo yanayozidi kuwa mengi katika hesabu yenu. Lakini ninavyo vitu vyote na kuzidi, tena nimejaa tele. Nimepokea kwa mkono wa Epafrodito vitu vile vilivyotoka kwenu, harufu ya manukato, sadaka yenye kibali impendezayo Mungu. Na Mungu wangu atawajazeni kila mnachokihitaji kwa kadri ya utajiri wake katika utukufu ndani ya Kristo Yesu. Sasa atukuzwe Mungu Baba yetu milele na milele. Amina. Mstari wa 21, nisalimie kila mtakatifu katika Kristo Yesu. Ndugu walio pamoja nami wawasalimu. Watakatifu wote wawasalimu, hasa walio wa nyumbani mwa Kaisari. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na iwe pamoja na roho zenu. Amen. Amen. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Basi tumesoma Wafilipi 3:4. Nikiangalia muda tumeshapita dakika 14. Saa letu ni 1. Nitaomba kama kuna wachangiaji, lakini kidogo hekima tuwe briefly tupate muda wa kulishwa zaidi neno la Mungu. Kwa hiyo kama kuna wachangiaji nitawakaribisha. Karibuni kwa kunyoosha mikono wale walio tayari kuchangia. Kama kuna mtu yoyote yuko tayari kuchangia, karibuni, ili niweze kumkaribisha mwalimu aweze kuendelea atupe kile ambacho amefundishwa, amesemeshwa na Roho Mtakatifu kwa ajili ya madhabahu yetu. Haleluya. Kama kuna yeyote yuko tayari. I see Sister Victoria's hand. Karibu Sister Victoria, mtumishi wa Mungu. Asante sana moderator. Nina vitu viwili vya kuchangia haraka haraka kabla tujapoteza muda. Kwenye mstari wa kwanza wa Wafilipi 3, mstari wa kwanza mpaka wa 3, ninamwona Paulo anawaonya Wafilipi dhidi ya walimu wa uongo waliotegemea sheria za Kiyahudi, hasa tohara kama njia ya kuokolewa. Lakini kitu ninachojifunza hapo kwamba wokovu haupatikani kwa matendo au mila au desturi, bali ni kwa imani katika Kristo Yesu.
si ndio? Waumini wa kweli ni wale wanaoabudu katika roho na kweli. Lakini nikienda kwenye mstari wa 10 ambao huwa unanibariki kupita kiasi, mstari wa 10 katika Wafilipi 3 mimi namwangalia Paulo ukiangalia tu kwa hali ya kawaida aliandika vitabu 13 katika New Testament, umeona? Lakini angalia kitu anachokisema katika mstari wa 10, anasema, ukisoma kwa Kiingereza anasema that I may know him in the power of his resurrection. Mi naangalia jinsi Paulo alivyoandika hivi vitu vyote kwa kumjua Kristo, lakini bado anasisitiza kwamba I may know him. Unajua, sasa mimi hii inanifundisha kitu kimoja, kwamba tunatakiwa tumjue. Yani Paulo anatamani sana kumjua Kristo, nguvu ya kufufuka kwake, si ndio? Kushiriki katika mateso yake, si ndio? Sasa na mimi ninajifunza hapa katika safari yetu ya wokovu, sometimes tunapenda kujua mambo mengi mengi mengi, na inatokana na watu waliotuzunguka, vitu vingi ambavyo katika dunia hii inavyoendelea. Lakini eli tungejua kwamba tunachotakiwa kujua, unajua, ni kumjua yeye, kumjua Kristu Yesu. Mahusiano yetu sana yawe karibu na Yesu Kristu mwenyewe. Na ninaona faida nyingine ya kumjua Kristu nilikuwa nasoma mstari asubuhi, Danieli 11:32 anasema, na wao wafanyao maovu juu ya hilo agano atawapotosha kwa maana ya kujipendekeza. Lakini anasema kipengele cha pili, anasema lakini watu wamjuao Mungu wao watakuwa hodari na kutenda mambo makuu. Kuna faida za kumjua Yesu. Tuendelee kusimama katika imani zetu. Amen. 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 Amen, amen. Sijui kuna mwingine ambaye yuko tayari kuchangia. Mungu akubariki Sister Victoria. Karibu Dr. Belinda. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Kuna huu mstari ambao alikuwa ameusema Sister Victoria, wa 3 mstari wa kwanza pamoja na kwenye 4 mstari wa 4 ambako anatuambia hatimaye ndugu zangu furahini katika Bwana, na kule anasema furahini katika Bwana siku zote. Akaongezea tena anasema furahini. Ni kati ya vitu ambavyo waga vinani humble, sijui niseme, na wewe unajikuta kwamba kwa sababu unapoambiwa ufurahi siku zote, always ina maana hakuna conditions. Haijalishi uko mzima, unaumwa, haijalishi sijui umeondokewa na mpendwa wako, haijalishi uko kwenye condition gani, Yeah. you are supposed to be rejoicing in the Lord. Kwa hiyo hiki naona ni hali ambayo unaipata once umemjua Mungu kupitiliza, kujua kwamba okay, pamoja na hiki ninachokipitia, nimempoteza sijui baba yangu, mama yangu, lakini bado unakuwa na ile nguvu ya kuendelea kurejoice in the Lord, kwa sababu nafikiri ule mstari sasa, the joy of the Lord is our strength, ndio unakuwa una apply hapo. It's not about you personally, ila tu ni ile joy ya Mungu. Sasa nafikiri ndio inakuwa iko ndani yako to keep you rejoicing hata kwenye hizo hali mbaya, maana haijaweka condition kwamba ufurahi ukiwa una chakula ndani hata kama hakuna. Yes. Hallelujah. Mstari mwingine ambao waga unanirudisha sijui niseme kwenye mstari ukianzia Wafilipi 4 kwa mstari ule wa 8 unaosema mambo ya kuyatafakari. I remember there was a time ambayo nilikuwa ninaweza nikafanyiwa kitu kikaniumiza, nikakaa na waza hicho kitu na kibeba na mimi, kwa nini nikafanya hiki, kwa nini. Lakini I remember there was a day kwenye Bible study hapa tulikuwa tunasoma, I think ni Mathayo, sikumbuki ilifikia vipi, and then mwalimu alikuwa anafundisha akawa ame-mention huu mstari, akasema lakini mwisho wa siku unatakiwa ujiangalie unawaza nini, unachokitafakari. Kwa hiyo nikajikuta baada ya hapo nikifanyiwa kitu au kitu fulani kikaniumiza, nikawa bado ile tendency ya kuendelea kuwaza na ikawa ipo, lakini nikamshukuru Mungu kwamba Roho wa Mungu akawa ananikumbusha kwamba okay, jiulize what are you meditating on. Nikajikuta najikuta nimekaa na meditate on those bad things. Kwa hiyo nikaanza kubadilisha my thinking.
Nikawa sitaki dwell on what people have done for me. Najiuliza kwani hichi alichonifanyia is it of good report? No, it's not of good report. So why am I meditating on it? Kwa hiyo mstari ukanikomboa, sijui niseme, in so many ways. Kwa hiyo namshukuru Mungu kwamba nimekuwa sikai kudwell on those stuff, nakuwa nakumbuka kwamba okay, what am I meditating on, and then inakuwa rahisi kutoka sasa kusema okay, let me meditate on things of God ambavyo vitanitia nguvu. Amina. Karibuni wengine. Amen. 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 Halo, Hello, tunakusikia. naona kama ya kwangu ilikuwa inakatika, samahani. Bwana asifiwe sana. Kuna mwingine yote ambaye yuko tayari kuchangia? Naona sioni mwingine, basi nikukaribishe mwalimu uweze kuendelea. Karibu mwalimu Makwaya. Amen. Karibu mwalimu. Nadhani yuko mute. Mwalimu Makwaya, mwalimu, sijui unatusikia? Mbona naona kama vile ametoka? Yupo Yupo. Yuko muted. Nadhani mwalimu, kama unaongea kwenye mute. Nisameheni, kumbe nilikuwa nimemute naongea mwenyewe. Karibu Sorry. sana mwalimu, endelee. Asante sana, Mungu awabariki mno 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 mno. Nilikuwa na tafakari, nilitamani leo tufanye sura ya 3 na ya 4 ili next tunapofanya ile session ya mwisho nifanye conclusion yote kwa kuonesha vitabu vingine vinavyosapoti wa Filipi na hususani swala zima la Injili. Moja ya kanuni ya kutafsiri maandiko, anasema andiko utafsiriwa na andiko. Biblia inajitafsiri yenyewe kile ambacho imekusudiwa. Kwa kutana na kitu ni doctrine, basi ujue ni mstari huwa unatafsiriwa na mstari. Kwa nilitamani kwenye conclusion nionyeshe hicho kitu. Sasa nitaka siku hiyo tunadili na Wafilipi generally, alafu naonesha namna ambavyo vitabu vingine haswa Yesu Kristo namna anavyosapoti kitu ambacho Paulo anakiadresi kwa Wafilipi haswa, ili tupate kuona mkazo wake mkubwa hivyo. Kwa leo nikatamani tupite kwenye Wafilipi sura ya 3 na ya 4 ambapo wachangiaji nimeona wameanza kuchangia vizuri. Tunajua mkazo wa hiki kitabu ni Paul kuwashukuru Wafilipi specific kwa kazi yao ya kushiriki Injili pamoja naye. Ndio maana sura ya 3 kutana na Injili. Sura ya 4 pale anasema kuna wale wanawake ambao wanasema hawa watu walishiriki Injili pamoja nami. Kuna sehemu tunaona anasema nyinyi wenyewe Wafilipi mnajua peke yenu. Sura ya 4 ni nyinyi peke yenu ambao mnajua mlishiriki na mimi kwa habari ya kueneza Injili. Hakuna kanisa lolote ambalo lilishirikiana pamoja nami isipokuwa ninyi peke yenu. Sasa kwa hiyo tutaangalia hiyo next week, na itakuwa one of the very 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 best session tunavyofanya culmination na kuibodi wa Filipi. From there I believe mtu yoyote ambaye amehudhuria kwenye hizi session, she will be great teacher kwenye Wafilipi, lakini atakuwa na mtazamo mzuri na mkubwa kwa hiki kitabu na atafundisha na kwa wengine wengi. Hiyo ndo matamanio yangu nikifanya exposition ya vitabu, kwamba wanaosikiliza waweze kuidadavua lakini waweze kuiishi kitabu husika ambacho tumekidadavua. Sura ya 3 Paulo namna anavyoanza ni kama anaanza tofauti na kwenye sura ya 2, lakini hapa ukiangalia mkazo mkubwa Paulo anaweka precaution kwetu sisi tunaohubiri Injili. Anaweka angalizo, anaweka tahadhari, na ndio maana mwanzoni kabisa hapo anaanza na tahadhari. Anasema jihadharini. Neno jihadharini mstari wa 2 pale. Anasema jihadharini na watendao mabaya, jihadharini na mbwa. Neno mbwa context iliyotumika hapo kienda kwenye original, hilo neno ni watu ni impure, watu wasio safi, watu ambao hawaendi sawa sawa.
na injili au na neno la Mungu. Mtu anamwambia maana sisi tu tohara, tumwabudu Mungu kwa roho. It's not about kutahiriwa kama Wayahudi namna walivyokuwa wanafanya. Kwa hiyo anakuja kwenye tohara wa rohoni. Kuna kitu kikubwa sana Paul anakiaddress kuanzia mstari wa 4. Anaanzia kuanzia mstari wa 4. Hawa watu kuna wakati walikuwa wanajisifia dini zao, haswa Wayahudi, kwamba wanajiona wao ni wana haki. Kwa hiyo wanajihesabia haki kwa sababu ya dini yao ya Kiyahudi. Kwa hiyo Paulo anatumia sasa ushuhuda wa maisha yake, kwa lugha nyingine anatumia CV yake kuwaonesha namna gani wanachokifanya hakina mashiko, hakina nguvu. Ndio anaanza mstari wa 4 anasema, walakini mimi ningeweza kuutumainia mwili. Yani yeye alikuwa na sababu zote za kuutumainia mwili, kwa sababu kwenye kuutumainia mwili alifanikiwa sana. Anasema mtu yeyote akijiona kuwa anayo sababu ya kuutumainia mwili, mimi ni zaidi. Anaanza kutoa sifa zile ambazo zilikuwa kwenye dini yao ya Kiyahudi. Anasema nalitahiriwa siku ya 8. Siku ya 8 ndio ilikuwa ni siku ya vijana kutahiriwa. Yesu alitahiriwa siku ya 8, akina Musa, akina nani hivyo. Alafu anaendelea anambia, kama kujihesabia hivyo nyinyi wa Filipi, wengine sio Wayahudi, mimi ni mtu wa taifa la Israeli na kabila langu ni Benjamin. Benjamin anakuwa ni mtoto kipenzi. In fact Benjamin ametoa watu wakubwa sana. Mmoja wapo wa Benjamin ndio maana jina lake Paulo, lingine ni Sauli. Mfalme Sauli, mfalme wa kwanza wa Israeli, alikuwa ni kabila la Benjamin. Kabila la Benjamin. Kwa hiyo Sauli ni jina la Kiebrania, lakini specific kwenye Benjamin. Anasema ni Mwebrania wa Waebrania. Anaanza kusema kwa habari ya kushika Torati, mimi ni Farisayo. Ambao Yesu aligombana nao sana. Anambia yani yeye kulishika alikuwa ni Farisayo, anaendana sawa sawa na sheria. Kwa hiyo alikuwa anafuata sheria. Tutaona next week kuhusiana na issue hiyo ya Farisayo anavyo contribute. Anasema kwa habari ya juhudi mwenye kuliuzi kanisa, yani alikuwa ana bidii ya Paul kwenda kwa wazee wake kulitesa kanisa ufanye hivyo. Sema kwa habari ya haki patakanayo kwa sheria sikuwa na hatia. Tutaiona tena hii next week, nikisahau mtu anikumbushe hii 3:6 next week tutadili nayo hiyo. Anasema kwa habari patikanayo kwa sheria sikuwa na hatia. Yani jamaa alikuwa anashika sheria. He was good. Hakuwa yani hivyo vyote umkamati popote. Alafu anasema, anaendelea sema, lakini mambo yale yaliyokuwa faida kwangu nalihesabu kuwa hasara kwa ajili ya Kristo. Kwa alivyojua namna ya kumpata Kristo, mambo yote ambayo yalikuwa faida anaona kwake ni faida, hiyo kushika sheria, sio kufanya nini ambayo kwake ni faida, akaona kumbe ni hasara tupu. Yani kukaa na dini na nini yote ni hasara tupu kwa ajili ya kumjua Kristo. Anasema naam, zaidi ya hayo nahesabu mambo yote kuwa hasara kwa ajili ya uzuri usio na kiasi wa kumjua Kristo Yesu Bwana wangu, ambaye kwa ajili yake nimepata hasara mambo yote, kwa mambo yote nikihesabu kuwa kama mavi ili nipate Kristo. Niliongelea kuhusiana na mahusiano. Hapa nazungumzia mahusiano ya kawaida. Kuna mtu amezungumzia hapa ili nimjue yeye, anasema mstari wa 10, ili nimjue yeye na uwezo wa kufufuka kwake na ushirika wa mateso yake. Paul alikuwa tayari kwenye ushirika, sio tu wa burudani, lakini alikuwa tayari kwenye mateso yake. Hii sura ya 3 tutaidadavua kwa exposition nzuri sana next week. Anasema ushirika wa mateso yake. Leo tuna injili nyingi sana tunahubiriwa kwa habari tu ya grace, kwamba utakiwa kupitia mambo magumu, kwamba utakiwa kuteseka, kwamba utakiwa nini, lakini Paul iko very open, anambia mimi kushiriki hadi mateso yake Kristo. I'm fine, I'm good, and I'm glad kushiriki mateso ya Yesu, kwamba vingine vyote viwe hasara. Anasema ili nipate kwa njia yoyote kuifikia kiama ya wafu. 12 si kwamba nimekwisha kufika, anawaambia sasa, pamoja kwamba kule alikuwa vizuri, amekuja kwenye wokovu patikanao kwa imani, kwa neema, kwa njia ya imani, na kwenyewe bado hajihesabii haki. Tulijifunza kuhusu unyenyekevu last. Hajihesabii haki. Anasema si kwamba nimekwisha kufika au nimekwisha kuwa mkamilifu, la, bali nakaza mwendo ili nipate kulishika lile ambalo kwa ajili yake nimeshikwa na Kristo Yesu. Alishikwa nipi na Kristo Yesu? Na sana inabidi urudi kwenye Matendo ya Mitume, mlisoma kule kwamba Mungu alisema niandalieni Barnaba na Paulo kwa ajili ya kazi niliyowaitia. Alishikwa kwa ajili ya kupeleka injili kwa mataifa.
Hicho ndio ambacho Paulo alishikwa nacho. Kwa hiyo vingine vyote vitapita, lakini hilo ambacho alishikwa nacho ni hicho. Sasa anaendelea sema, ndugu, sijidhani nafsi yangu kwamba nimekwisha kushika, ila natenda neno moja tu, nikiyasahau yaliyo nyuma, nikiyachuchumilia yaliyo mbele. Moja ya mtego mkubwa wa mafanikio ni kuwaza jana, ni kuwaza yaliyopita. Last week tulijifunza kwa habari ya will, testament. Nikaambia will inaelezea future. Mungu anaelezea, anadili na future zaidi kuliko past. Ndio Paulo anakisema hicho, anasema nikiyasahau yaliyo nyuma. Hayo yaliyo nyuma anayasema Paulo sio mabaya, ni mazuri. Yale kazi aliyoipiga, yani alikuwa angalia, hii ni safari ya pili anaenda kufungua kanisa la Filipi. Amevuka kwenda Ulaya, ametoka Asia amevuka kwenda Ulaya. Kwa hiyo ashapiga safari ya kwanza, amefungua makanisa. Safari ya pili ashafungua makanisa ya kutosha ambayo ameacha, lakini akiangalia nyuma anayasahau hayo yote. Yeye anachuchumilia mbele, kuendelea kufungua makanisa, kuendelea kuhubiri Injili. Ndio anasema nakaza mwendo niifikie mede ya thawabu ya mwito mkuu wa Mungu katika Kristo Yesu. Mwito mkuu ni upi? Tunajua agizo kuu ni enendeni ulimwenguni kote. Huo ndio mwito mkuu. Huyo ndio agizo kuu, ambayo huyo thawabu ya mwito mkuu, ina thawabu ndani yake hiyo ya wito mkuu. Kwa anaendelea 15, basi sisi tulio wakamilifu na tuwaze hayo, na hata mkiwaza mengine katika jambo lolote, Mungu akiwafunulia na hilo, atawafunulia na hilo nalo. Kwa tutawaza mambo mengine. Paulo hajawakataza Wafilipi kufanya huduma zingine, hajawakataza Wafilipi kufurahia, lakini anasema tuwaze na hayo. Yapi? Injili. Na hata mkiwaza mengine katika jambo lolote, Mungu yaani ukishakuwa mwana wa Mungu, Mungu atakufunulia yote, lakini katika hayo yote lazima atakufunulia habari ya Injili. Lazima. Yani utake usitake, atakufunulia kwa habari ya Injili. Anaendelea anasema, lakini hapo tulipofika na tuenende katika lilo hilo, ndugu zangu, mnifuate mimi mkawatazame wao waendao kwa kufuata mfano tuliowapa ninyi. Wanamfuata Paulo, namna anavyofundisha, namna anavyofungua makanisa, anayemalizia hivyo, na lakini anaongea kitu tena. Anasema kuna watu aliwapa habari zao, kuna watu wanahubiri Injili, lakini wanahubiri mwisho wao ni uharibifu, kwa sababu wanahubiri kwa ajili ya tumbo. Mungu wao ni tumbo. Kuna watu wanahubiri ili wapate fedha, wapate utajiri. Kwa leo tumekuwa na Injili ambayo ni mafanikio tu. In fact sio Injili, tumekuwa na mafundisho ni mafanikio tu, ni mafanikio tu, ni mafanikio. Watu wanawaza tumbo, 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 tumbo. Wanasahau ule wito mkuu ambao Mungu ametuitia, ambao ni kuipeleka Injili kwa kila kiumbe. Nendeni ulimwenguni mote. Ndio wito mkuu ambao tumepewa. Kwa anasema Mungu wao ni tumbo, utukufu wao katika fedha yao, waniao mambo ya dunia, waniayo mambo ya dunia. Kule tuliangalia kidogo Warumi ile, wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mpate kupata mapenzi ya Mungu. Mapenzi ya Mungu ni wapi? Atamani kuona hata mmoja apotee, na sisi ndio sehemu ya kazi ambayo ameianzisha yeye mwenyewe. Kwa maana anasema sisi wenyeji wetu huko mbinguni, kutoka huko tunamtazamia Mwokozi Yesu Kristo, atakaye ubadili mwili wetu wa unyonge upate kufanana na mwili wake wa utukufu wa uweza ule ambao kwa huo aweza hata kuvitiisha vitu vyote chini ya nchi. Sasa tunaanza sura ya 4. Hapo ndo nitamani ni tukae kidogo, kwa sababu anafanya conclusion. Anasema basi kuna koma, ndugu zangu wapendwa wangu, ninawaonea shauku, furaha yangu na taji yangu, hivyo simameni imara katika Bwana, wapenzi wangu. Na msie Yodia na msina Sitike wawe na nia moja katika Bwana. Tulijifunza kwa habari ya umoja kwenye sura ya 2. Kwa anaendelea kuwasii, anapokusii manake wanafanya, ila yeye anaendelea kuwaomba zaidi. Mstari wa 3 anasema, naam, nataka na wewe pia mjoli wa kweli uwasaidie wanawake hao. Na sauzuri naongea na wamama na wanawake hapa. Kwa kazi yangu ni kuwasaidia wanawake hao ambao ni nyinyi. Anasema kwa maana walishindania Injili pamoja nami. Yani that verse. Sema nataka na wewe pia mjoli wa kweli uwasaidie wanawake hao. Wanawake gani wanaosaidiwa? Wanaoishindania Injili pamoja na Paulo. Anasema waliishindania. Maana yake hawakufanya kiulegevu, walipambania. Yani waliinvest, waliwekeza, walipambana, walipigana kwa ajili ya Injili pamoja na Paulo. Na anasema na Clementi naye na wale wengine waliotenda kazi pamoja nami
ambao majina yao yamo katika kitabu cha uzima. Ndio hapo anasema, yani kwa kufanya hiyo anasema furahini katika Bwana siku zote. Tena anasema furahini kwenye kuipeleka injili, furahini katika kuhubiri, kwenye kuishindania injili. Alafu anasema mstari wa 5, upole wenu na ujulikane na watu wote, Bwana yu karibu. Sasa upole, kwa nini limeingia hapo upole? Last week niliwaambia maana ya upole ni kutenda jambo kwa utulivu na kwa utulivu na utaratibu. Kwa kwamba upole unaotokana hapo kwa sababu kuna kashikashi kwenye injili. Ukiwa na majaziba, ukiwa na hasira, hutokaa wahubirie watu, watakuwa wanakuuzi kila siku. Yani watu nawahubiria injili lakini hawasikii, Mungu anawapenda. Yani utakuwa na hasira na watu, yani waokoke, unakuwa na hasira badala ya kuwa na utulivu na kuwa na utaratibu. Kwa Paulo anawaambia upole wenu ujulikane na watu wote. Unapowahubiria watu, unapowashuhudia watu, wengine watakutukana, wengine watakuwa kama wakusikilizi, lakini ukiwa na upole maana yake utakuwa na utulivu na utakuwa na utaratibu, hautochoka. Utaendelea kufanya hivyo. Ngoja niwape moja ushuhuda anapozungumzia upole wenu ujulikane na watu wote, huo utulivu na utaratibu. Wakati nasoma sekondari, I had a friend of mine, very very good friend, na alikuwa hajaokoka. Kwa hiyo nilikuwa nikiongea naye kwa habari za Mungu, atabisha atafanya nini, lakini mwisho wa siku tunapoconclude namwambia, ndugu yangu, moja ya kitu na uhakika, hautokufa kabla hujamjua Kristo. Kwa hiyo tutaongea, tutabishana, tutafanya nini. Kwa rafiki yangu anaitwa Antoni Barua, anambia Antoni, wewe hautokufa kabla hujamjua Kristo. Namuhubiria hivyo. Kwa hiyo tutakwenda, nitakuwa na upole na utulivu. Nikahama shule ambayo nilikuwa nasoma, nikahamia kwingine, lakini bado tukawa in touch. Tukiwa kidato cha 5 nakutana na Antoni, ananikimbilia na nikumbatia kwa nguvu. Ananiambia, kaka, rafiki wewe kweli rafiki wa kweli. Maneno yako yalitimia. Sasa hivi nimeshaokoka, nimeshabatizwa, naabudu kanisa fulani. Yani tangu ile siku waga nakumbuka maneno yako. Hapo nimekutana, tumepotezana kama miaka mingapi. Alivyookoka kwao akafukuzwa, kwa akawa anakuja kwangu. Sasa tukawa naishi naye. Yani yeye ndo akawa na hasira na watu ambao hawajaokoka kuliko hata mimi ambaye nilikuwa naenda naye kwa utaratibu na upole. Kwa ile kasi alikuwa nayo nikabidi nimuite, nikamwambia, ndugu yangu, no. Unakumbuka wewe namna ulivyokaa miaka mingi hujaokoka? Leo kwa sababu umeokoka, nataka kila unayemhubiria sasa hivi hapo okoke. Kila unayemfanya hivi, lakini wewe ulikaa miaka hiyo. Nikamwambia inabidi uwe na upole, uwe na utulivu na utaratibu. Usiwe na jazba, usiwe na hasira. Ndio hicho Paulo anachokiaddress hapo. Kwa baada ya hapo nikamfundisha hivyo, sema yes, unatakiwa uwe na hasira, watu wana dhambi, lakini uwe mpole, watu waone ule upendo wa Mungu, watu waone ule utulivu wako. You don't force someone, unamlazimishi. Anaona namna ambavyo unaweza kumfuatilia. Sasa mstari wa 6 hapa natamani nipunguze speed kidogo. Paulo ana address kitu, anasema msijisumbue kwa neno lolote, bali kuna double colon. Kuna double colon, maneno yanayofuata maana yake anasisitizia hicho. Tunafanya nini ili tusijisumbue? Sema bali katika kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru, haja zenu na zijulikane na Mungu. Hao wa Filipi walikuwa na changamoto na wao. Pamoja na kuhubiri injili, haikuwafanya wasiwe na machangamoto, haikuwafanya wasiwe na uhitaji, haikuwafanya wawe na maisha ya burudani tu. Walikuwa na changamoto zao. Kwa Paulo sasa anawaambia, ni kweli mnahubiri injili, fanya nini? Najua kuna mambo mnataka, hayo mambo msijisumbue, lakini kwenye neno lolote nalolitaji kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru, na haja zenu zijulikane na Mungu. Hii tunavyoenda next week, tunapofanya conclusion, tutaona hii na mstari wa 6. Inabidi niandike sehemu mistari ambayo nitakuwa ninairifa next week. Anaenda mstari wa 7. Mstari wa 7 anasema hivi, na amani ya Mungu ipitayo akili zote itawahifadhi mioyo yenu na nia zenu katika Kristo Yesu. Sasa ndugu zangu, ni rahisi sana kusoma huo mstari wa 6. Ni mstari rahisi sana kuusoma, na tukasema hatujisumbui kwenye neno lolote, na tukasema kwamba hatupambani, hatufanye nini hivyo. Lakini kuna mambo ni magumu sana sana sana, kiasi kwamba ni kazi ngumu kutojisumbua.
Sasa Paul anavyo address, anasema msijisumbue neno lolote. Kuna mtu amezungumzia hapo, kuna habari za misiba, kuna habari za nini, kuna hivyo. Sasa Paul alijua ni kazi, kuna mambo ni magumu kuto kujisumbua. Umefiwa na mwenzi, umefiwa na mtoto, umefiwa na mzazi, umefiwa, ni kitu kigumu sana kuto kujisumbua. Ni kigumu mno. Kuna wakati unapita mapito ambayo it is hard kutojisumbua. Sasa kwa kuliona hilo, anaenda mstari wa 7. Mstari wa 7 ni wa msingi sana kuutimiza mstari wa 6. Paul anasema hivi, na amani ya Mungu ipitayo akili zote. Biblia nyingine imetumia ipitayo fahamu zote. Huwa tunajisumbua kwenye akili, huwa tunajisumbua kwenye kuwaza, kwa nini Mungu umemuondoa mtu wangu wa karibu, mpenzi wangu, mwanangu, mzazi wangu. Akili ndio huwa inasumbuka. Utawaza mawazo, si bora usingemchukua kipindi hiki, ungesubiria labda wakati huu, au si bora ungenichukua mimi kabla ya yeye, kwa nini nimefanya hivyo, kwa nini ameteseka kwa namna hiyo. Akili huwa inajisumbua, ufahamu huwa unahangaika. Sasa tukifika kwenye hiyo situation, ndio Paul anasema na amani ya Mungu ipitayo akili zote. This amani ya Mungu tunaihitaji mno, hasa watu tunaoieneza injili. Kwa kuna wakati ukiikosa utajisumbua tu. Hii amani ya Mungu ipitayo akili zote. Kwenye Biblia ya Kiingereza sijajua ametumia, kuna Biblia ametumia past or understanding. Biblia ngoja nione kama nina version ambayo naweza niwaoneshe huo mstari wa 7 kwenye version tofauti. Okay, wa Filipi hapo 4:7. Nataka niende kwenye version tofauti nisome. Sorry. Nina compare hapa na parallel. Nina compare. Okay. Nataka niwasomea, anasema na Endelea basi, nilikuwa nimeshapata. Endelea mwalimu. BBE translation inasema, and the peace of God which is deeper than all knowledge will keep your hearts and minds in Christ Jesus. Kwa unaweza kuelewa that peace is deeper than all knowledge. Kuna namna utaumiza kichwa, lakini it is a deeper hiyo amani. BSB inasema, and the peace of God which surpasses all understanding will guard your heart and your mind. Is the English anasumia kwenye is the English anasema, if you do that, God will rule you. He will rule your mind by Christ Jesus. He will rule what you feel like. He will cause you to be without trouble inside yourself. God is so great that he can do that for us, but we cannot understand how he does it. Hiyo is the English. ISV anasema, then God's peace which goes far beyond anything we can imagine. Kwa sababu tunasumbuliwa na imagination. Kwa nini Mungu umeruhusu hivi? Kwa nini napitia haya mateso? Nimekuwa mwaminifu. Umefanya hizo, ni imagination zinakuja. Lakini ukiwa anasema the God's peace which goes far beyond anything we can imagine will guard your heart. King James anasema, and the peace of God which passes all understanding shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. KJV Light as the peace of God which passes, imejirudia hivyo. NET anasema, and the peace of God that surpasses all understanding, imejirudia. Natamani kama kuna mtu angekuwa na nani inaipataje The Message version yangu ya teenagers. Kuna mtu anaweza kasoma The Message huo mstari kwenye The Message? Mwalimu. Yes, The Message inasema don't fret or worry. Instead of worrying, pray. Let petitions and praises shape your worries into prayers, letting God know your concerns. Before you know it, a sense of God's wholeness, everything coming together for good, will come and settle you down. It's wonderful what happens when Christ displaces worry at the center of your life. Amen. Huyo ni The Message. Yes. Anazungumzia lugha yetu teenagers hapo. Kwa anasema msijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali na kuomba. Lakini anajua kuna wakati yani hata namna unavyoomba itasumbuka tu. Hapo unahitaji amani ya Mungu ipitayo akili zote.
Hii ndo hapo watu wanasemaga yani walokole wamechanganyikiwa. Yani anapitia vile lakini she's still smiling. Ambacho wanakosa hawajui kuna amani ya Mungu ipitayo understanding zote inatuhifadhi. Yani kuna wakati mambo unapita mpaka wewe mwenyewe hivi nilipitaje pale. Tunasahau kuna amani ya Mungu ipitayo akili zote. Haswa watu hivyo. Sasa anasema sasa hiyo amani ya Mungu ikishatuhifadhi ndo unakuja mstari wa 8 ambao ndo mstari watu wengi wanaupenda. Hutouweza huo mstari wa 8 kama mstari wa 7 haujakaa vizuri, ambao una complement mstari wa 6. Kwa ndo anasema sasa amani ya Mungu ipitayo akili zote kituhifadhi. Ndo anasema hatimaye ndugu zangu, mambo yoyote yaliyo ya kweli, yoyote yaliyo ya staha, yoyote yaliyo ya haki, yoyote yaliyo safi, yoyote yenye kupendeza, yoyote yenye sifa njema, ukiwemo wema wowote, ukiwemo sifa nzuri yote, yatafakarini hayo. Wakati nafiwa na mzee wangu 2020 mwezi wa 8, moja andiko lilinisaidia ni hichi ninachokifundisha hapa. Mimi am the firstborn kwenye familia yetu. Kwa mzee anafariki hospitali, mimi ndo naanza kupewa taarifa natakuwa nimpelekee mama yangu. Kwa mmoja ya kitu kilikuja ambacho nilimwomba Mungu, ambaye God, hapa ninachokihitaji ni amani yako ipitayo, kwa sababu I need to stand kwenye kila kitu. Msiba umetokea mkubwa hapo. Lakini wakati naendelea hivyo ndo nakuja sasa, nasema sasa badala ya kumlaumu Mungu kumchukua baba yangu, badala ya kuanza kumwona Mungu kwa nini amemchukua hivyo, nikaanza kuwaza mambo mazuri yote baba yangu amewahi kuyaingiza ndani yangu. Nikaanza kuwaza vitu vizuri vyote, mambo yote yaliyo ya kweli, yoyote yaliyo ya star, yoyote yaliyo ya haki, yoyote yaliyo safi. Ndo nikaanza, badala ya kuwa nilikuwa ninaumia, lakini nikaanza kumshukuru Mungu. My father teaches me how to teach. Mtu wa kwanza aliona expose kwenye kufundisha ni baba yangu mzazi. Nikasema wow, bila yeye nisingekuwa nafanya hiki. Mtu ambaye amenipa kuwa na misimamo katika imani, misimamo ile ya imani, ni mzee wangu. Kwa nikaanza kutafuta, kwa badala ya kuanza kuona Mungu amemchukua itakuwaje, itaishi vipi, Mungu akaanza kunionyesha yoyote yenye sifa nzuri, yoyote yenye wema wowote, yoyote yenye staha, yoyote yaliyo ya kweli ambayo ameyafanya. Nikajikuta ninapata nguvu kuliko lawama, kuliko kujisumbua. Kwamba yani nikaanza kwanza sema okay, Mungu amemruhusu mzee wangu amefariki akiwa na miaka 65. Nikamwambia wow, miaka 65 sio haba, mimi nishakuwa mtu mzima, nimeshaoa, kwa napata mambo ya kumshukuru Mungu. Asante kwamba ulimruhusu mzee wangu kushiriki hivi. Sasa hiyo haitokuja kama amani ya Mungu ipitayo fahamu zote haijakukamata. Amen. Anausema huo mstari, anaendelea sema mambo mlioji mstari wa 9. Paul anajiweka kama role model. Anasema mambo mliojifunza kwangu na kuyapokea. Mmoja ya mambo aliojifunza kwangu na kuyapokea, Paulo anaandika hii barua akiwa gerezani, lakini haoneshi kwamba nimepigwa hivyo kwa ajili ya Injili mjadhali. Haoneshi, ila kila anachokifanya kwake alikuwa anajua kina faida. Ndio maana walipokuwa gerezani wakiwa Wafilipi ndio Paulo na Sila mnaoimbaga ule wimbo, Paulo na Sila waliomba milango ya gereza ikafunguka. Walikuwa gerezani, wamepigwa mijeredi, wametemewa mate, wamevuliwa nguo, wanaume watu wazima wamevuliwa nguo. Wale majamaa wakaona haitoshi, hamna mtu anayehangaika, wakawapeleka sokoni. Sokoni ni kwenye mkusanyiko wa watu wengi, watu wamejaa, wakawachalaza, wakafanya nini. Lakini katika namna hiyo hiyo wapo gerezani wanamuomba Mungu. Mstari wa 6 ule, alafu wanamwimbia, Biblia inasema Mungu nyimbo za sifa, Matendo ya Mitume 16:25. Wanamwambia. Haya ni baadhi ya mambo ambayo Wafilipi walijifunza, waliyaona kwa Paulo. Anapigwa, anafungwa chumba cha ndani, anaomba, anashukuru, anamsifu Mungu, milango ya gereza inafunguka, bado haondoki gerezani. Watu wengi waga tunakimbiaga kwamba tukishatoka kwenye tatizo, tukiona tu kuna opportunity imetokea, tunawahi kuikimbilia. Kumbe kuna fursa zingine, ni fursa mtego. Huwa naitaga fursa mtego, kwamba milango ilivyofunguka ya Paulo na Sila, wangeweza kukimbia, wangeweza kutoka, lakini hawakuwa na haraka. Walikuwa very sensitive. Wako Filipi hapo gerezani, hawakuwa na haraka, milango imefunguka. Kuna wakati shetani anaruhusu kabisa milango ifunguke ili tuingie kwenye mtego wake. Tunafikiri ni fursa, kumbe ni fursa mtego. Paulo na Sila milango imefunguka, bado hawatoki gerezani, wanaendelea kumsifu Mungu. Cha kufurahisha ni kwamba mfungwa yoyote akifungwa
Yaani wale wangeweza kutoroka wote, ila na wafungwa wengine hamna hata mmoja aliyetoka. Unajua kwa nini hawakutoka? Kwa sababu kuna watu walikuwa na nguvu, hawanunguniki, hawalalamiki, wanamsifu Mungu wao. Nguvu ya kusifu na kuabudu, nguvu ya kumshukuru Mungu, nguvu ya kumwimbia nyimbo za sifa huwa inavuta watu wawe karibu na sisi. Kwa hawa wafungwa wengine hawakuwa na namna ya kuondoka. Kuna watu wanakuja kwenye maisha yetu wanaondoka kwa sababu tumejaa lawama, tumejaa manunguniko, tumejaa kweli, tunaongea vitu vibaya tu. Yaani hatuna sifa njema, hatuna uzuri wowote, hatuna yaliyo haki, hatuyatafakari hayo. Lakini tukiyafanya hayo, pona sira wapo gerezani, wanakuja muujiza mkubwa unafanyika ya mtu kuokoka. Yule mkuu wa gereza alikuwa anajiua. Kwa hiyo maana yake ni kwamba wangeondoka, kulikuwa na msiba unatokea nyuma yao, kwa sababu jamaa angejiua. Lakini wamebaki wakiwa na very open mind, wakiwa very thankful kwa Mungu. Uokovu unapatikana sio tu wa ule mkuu wa gereza na familia yake yote, kwa sababu ya yaliyo mema, yaliyo mazuri. Kwa anavyoambia, mambo mliojifunza kwangu na kuyapokea na kuyasikia na kuyaona kwangu. Anazungumza vitu vitatu hapo. Mliojifunza kwangu. Kuna mambo watu wanajifunza kwa kuangalia tu, lakini kuna mengine kwa kuyasikia, kwa kusikia tu. Mwalimu Makwaya alisema hiki na hiki na hiki. Kuna ambao wananijua, wanajifunza kwa kuyaona, wala waongei na mimi, kuyaona tu. Kuna ambao wamesikia nikiongelewa, wanasema hayo yatendeni hayo, na Mungu wa amani, anarudia kule juu, na Mungu wa amani atakuwa pamoja nanyi. Kama sisi tulikuwa gerezani, Mungu akawa pamoja nasi. Tulipigwa mijeledi, Mungu alikuwa pamoja nasi. Atakuwa pamoja nanyi pia. Ndio maana mstari wa 10 anasema, na alifurahi sana katika Bwana kwa kuwa sasa mwisho mmeuisha tena fikra zenu kwa ajili yangu, kama vile mlivyokuwa mkinifikiria hali yangu, lakini hamkupata nafasi. Kuna mstari utaka, yes, unajua mstari wa 12, mstari pendwa, anasema najua kudhiliwa tena najua kufanikiwa, katika hali yoyote na katika mambo yoyote nimefundishwa kushiba na kuona njaa, kuwa na vingi na kupungukiwa katika vitu. Kwa wale ambao tuna watoto, huu mstari wa 12 ni wa muhimu sana kuwafundisha watoto wetu intentional. Mimi nalili kanisani, nalili na teenagers. Tuna teenagers, tuna watoto ambao hawajui shida ni nini, hawajui kutokuwa nacho nini, hawajui kuona njaa ni nini. Kuna mzee mmoja alilea mtoto hajui njaa ni nini. Kwa anauliza baba, njaa ni nini? Baba akashtuka, this is too much, kwamba mtoto hajui njaa, hajui kuona njaa. Akabidi amfundishe in a very hard way. Akampeleka kijijini kwa bibi yake. Kufika kule akamwambia, bibi, nataka ukae na mjukuu wako, lakini kwenye hizi siku leo hivi usimpe chakula mpaka atakaporudi. Kuna dawa anatumia, ukimpa tu umeharibu. Kodogo kwa mara ya kwanza akashinda zaidi ya masaa 8 ajala, masaa 10. Baba anarudi akuta mtoto analia, tumbo linauma. Anambia hiyo sio tumbo, hiyo ni njaa. Kwa anamfundisha kuona njaa. Tunatakiwa tuwafundishe kupungukiwa. Kuna wakati tunamnyima mtoto, unamnyima mtu kitu ili ajifunze kupungukiwa, ajifunze kutokuwa navyo. Ndio Paulo anawaambia hivi, katika hali yoyote na katika mambo yote nimefundishwa. Haikutokea kwa bahati mbaya, nimefundishwa kushiba na kuona njaa. Mtu amefundishwa kuona njaa, haijatokea alikuwa na njaa, amefundishwa njaa ya makusudi, kuwa na vingi na kupungukiwa. Alafu ndo mstari wa 13, mstari pendo, sema na yaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Haya mambo yote ni njaa, ni kushiba, ni kupungukiwa, ni kuwa na vingi. Ndo context hiyo. So mambo yote mazuri au na yaweza mambo yote, yawe mabaya yawe mazuri, yawe ya kufurahisha yawe ya kuhuzunisha, yote hayo ninayaweza katika yeye anitiaye nguvu. Mstari wa 14 anasema lakini mlifanya vyema mliposhiriki nami katika dhiki. Mstari wa 15, my favorite one, anasema nanyi pia ninyi wenyewe mnajua. Enyi wa Filipi, anawataja kabisa, enyi wa Filipi, mnajua ya kuwa katika mwanzo wa Injili, poa na wasisitiza, katika mwanzo wa Injili nilipotoka Makedonia. Kama mnakumbuka mliposoma kitabu cha Matendo ya Mitume, ndio safari ya pili. Alipokuwa pale Makedonia, ndo malaika anamwambia vuka kwenda ng'ambo. Malaika anamwambia Paulo, anasema nilipotoka Makedonia, anasema hakuna kanisa lingine lililoshirikiana nami. This next week itakuwa very powerful. Tutadili sana na hivi vitu kupitia vitabu vingine. Anasema hakuna kanisa lingine lililoshirikiana nami
katika habari hii ya kutoa na kupokea, ila ninyi peke yenu. Kwa unaweza ukaelewa kwa nini Paulo alikuwa anawaonia, akiomba maombi yake anaomba kwa furaha, akiwakumbuka anamshukuru Mungu, anasema hakuna hapa. Kumbuka kashafungua makanisa mengi, kashahubiri sehemu nyingi, ila anatamka kwa maandishi, sio kwa mdomo, kwa maandishi. Asema hakuna kanisa lingine lililoshirikiana nami katika habari hii ya kutoa na kupokea, ila ninyi peke yenu. Kwa kuwa hata huko Tesalonike mliletea msaada kwa mahitaji. Hapa ndo anapoenda kufungua kanisa la Tesalonike. Wafilipi wanatuma msaada, wala si walipotoka Wafilipi na wanaenda Tesalonike, anashuka Korinto, anasema si kwamba nakitamani kile kipawa, bali nayatamani mazao yanayozidi kuwa mengi katika hesabu yenu. Kwamba watu wanapozidi kuokoka, Wafilipi wana posheni yao, wana hesabu yao, wana sehemu katika ile kazi Paulo anaisoma. Anaendelea sema, lakini vivyo hivyo ninavyo vitu vyote na kuzidi tena, nimejaa tele, nimepokea kwa mkono Epafrodito. Walimpelekea vitu iko na Mungu wangu atawajazieni kila mnachokihitaji. Mstari wa 19, the best kwenye hiyo anasema, na Mungu wangu atawajazeni kila mnachokihitaji kwa kadiri ya utajiri wake katika utukufu ndani ya Kristo. Kwamba tukishiriki kwenye Injili, sasa na Mungu wangu atawajazeni kila mnachokihitaji. Kuna vitu hatuvipati kwa sababu hatujashiriki Injili. Kuna vitu hatuvifurahi kwa sababu hatujashiriki Injili. Anasema kila mnachokihitaji, iwe ni furaha, iwe ni nini. Ndio maana kuna neno furahini nyingi zipo humu, iwe ni amani ipitayo akili zote. Chochote unachokihitaji tunaposhiriki kwenye Injili, Mungu anatujaza, Mungu anatujaziliza. Kopo ana conclude hapo. Nashukuru Mungu nimeenda kwa hiyo speed. Huko nyingine ni salamu tu. Niishie hapa nijibu maswali sasa hivi kasoro dakika 2. Nilikuwa nakimbizana na huo muda. Mnisamee kwa speed yangu. Amen. Amen. Nikaribishe maswali yananifanyaga nifundishe ambavyo sijafanya. Sijajua kama nimeongea kitu fulani kwenye hizi dakika 30 ambazo nimefanya presentation ya sura ya 3 na ya 4. Yes. Hakika mwalimu. Mwalimu, Hakika. barikiwe. Umeachilia madini na sindano ya mwisho ulioipigilia ni kuhusu watoto. Ni jambo ambalo wazazi wengi especially wazazi wa kizazi chetu sisi hiki tunakoelekea, mara nyingi huwa tunaona uchungu au tunaona shida kumexpose mtoto kwenye shida. Sisi tunaonaje? Kama vile ni mtoto astahili kupita kwenye shida, lakini ukipata neema, mimi naita neema, ukipata neema Mungu akupitisha kutingisha kwenye shida, alafu mtoto akiexperience, mtoto ambaye alizoea kila kitu anakuwa spoon fed, you will feel the difference. Alafu watoto wakitoka hapo wanakuwa watu wa ajabu sana, wanakuwa watu ambao wanajua maisha yote, kiasi cha kwamba hata Mungu akirudisha ile hali, unajua kabisa kile utakachokipata utakithamini. Kwa hiyo ni somo kubwa kwetu. Hutaki mtoto apigwe, hutaki mtoto akalipiwe, hutaki mtoto akikuomba kila kitu lazima umpe kwa sababu unaona kwamba anastahili, lakini kesho hujui wewe utakuwepo au utakuwepo na utaishi maisha gani. Kwa hiyo Mungu atusaidie sana katika hilo. Na ndio maana kuna wakati tukiomba Mungu anakaa kimya, kwa sababu nasi ni watoto wake, ili tujifunze kwamba kuna saa inabidi umtafute kwa bidii. Hallelujah. Very, very powerful there. Karibuni, naona muda wetu kidogo usio rafiki umekimbia. Tumebaki na dakika 1 tu. Kama kuna mtu. Amen. Karibu. Kunyosha mkono, lakini nilikuwa nataka kuongea issue ya role model. Sasa hivi tunaona role model watoto wengi ni mastari, si watu mbalimbali. Kwa hiyo kuna umuhimu kweli kama unavyosema mtumishi hapa, kuwasaidia watoto kujua hali halisia role model ni nani anayekuongoza katika maisha ambayo tunataka eternity. Lazima tufundishe watoto vitu muhimu. Role model, naona role model, yani Paulo mimi ananifurahisha sana. Ana confidence kiasi kwamba anawaambia wengine wampate yeye. Watu wangapi leo tukawaambia wenzetu nifuate mimi. Ni some thought tu yani. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwalimu, Mungu akubariki sana kwa kazi njema. Amen. Hallelujah, hallelujah. Sister Victoria, nimeona mkono wako, karibu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Mwalimu Makwaya, Mungu akubariki sana. Tunaendelea kujifunza na tumejifunza mengi. Ubarikiwe sana kwa huduma yako. Kitu ambacho nataka niulize, kuna wakati mwingine tunapitia
magumu kupita kiasi, magumu hasa, yani naongelea through experience, magumu. Lakini ninachotaka kuuliza, unajua, kwa sababu tunaishi na wanadamu, mimi nafikiria kama hii ningekuwa mwenyewe, I can stand, naendelea, napata support, napata nguvu. Lakini kwa sababu watu waliokuzunguka they can see something ambayo ni discouragement. Lakini kitu ambacho nataka niulize mwalimu, yani umeongelea magereza wakati Poa yuko gerezani, au kuna magereza ambazo ni tofauti kwetu sisi, si ndio? Hatujaenda magerezani kwa ajili ya Injili, lakini kuna magereza nyingine tunazipitia. Nauliza swali, yani how do you know that gereza ambalo magereza nyingine ni mtego wa shetani au Mungu ameruhusu kwa kusudi? Kwa sababu nimesikia vitu tofauti kuhusu hiyo. Okay. Wakati nasoma, one of my favorite book in Bible ni Matendo ya Mitume. Matendo ya Mitume kuna kesi nyingi za magereza. Nyingi. Ya kwanza inaanza kutokea kwenye sura ya 4-5 pale. Sasa nataka nikupe aina za magereza kwa sababu umeongea. Sasa kwa sababu mmesoma Matendo ya Mitume mtanikamata vizuri sana. Tukio la kwanza lililotokea kuhusiana na magereza kwa wanafunzi, walikamatwa tu wakapelekwa, wakalala, wakatolewa. Ndio ilikuwa tukio la kwanza. Kwangu mimi wanaitaga kama lock up tu, haikuwa gereza. Baada ya hapo linakuja kutokea tukio lingine. Wanafunzi wanakamatwa. Wanafunzi walipokamatwa, tunaona malaika anafungua gereza, wanatoka. Kwa watu wanapofungua wananiambia, tumeenda gerezani, tumekuta milango imefunguliwa, milango imefungwa, lakini wao hawapo. Unavyookoka tu mara ya kwanza, kuna magereza ambayo yani ni malaika, uombe usiombe, yani unatolewa tu haraka, very faster. Yani hapo ukiomba kidogo tu mambo yamechiki. Ukiomba hiki ni hapo ndo umeanza, ndo umeokoka, ndo umejua Mungu. Hayo magereza yani warahisi, ukiomba hiki kipo, imo. Yani ukifunga kidogo mambo yanatiki. Hilo ni gereza la kwanza ambao karibu kila mtu anapitia. Alafu linakuja gereza la pili. Gereza la pili hili bwana, wanawakamata wanafunzi, wanamkamata kiongozi wao Yakobo na kiongozi wao Petro. Kwenye hili gereza la pili wanapofanya hivyo, malaika haendi kumtoa Petro. Kinachotokea kwenye hili gereza, Biblia inasema kanisa likaomba. Wakiwa kwa Lydia, kanisa likaomba. Kanisa lilipoomba ndio Mungu anamtuma malaika kwenda kumtoa Petro. Kumbuka Yakobo kashachinjwa hapo. Petro analala. Kanisa linaomba. Kwa kwenye ile gereza hili ni muhimu sana uwe na kanisa la mahali pamoja. Kuna magereza hautochomoka mpaka kanisa liombe. Powerful, my God. Kuna sehemu hutotoka mpaka kanisa liombe. Ndio maana ni muhimu sana kutokuwa mtu wa kutangatanga leo kanisa hili, au you don't have address. Kwa sababu kuna magereza hutochomoka mpaka kanisa liombe. Ndio maana hata Petro hakuomba, alilala. Ila gereza la kwanza malaika alitoka, kanisa alikuomba, alifanya nini wenyewe tu, malaika anamtoa. Ili la pili, hata ukiangalia qualification zake, karatasi zake, lina vitu vingi zaidi. Akalindwa na watu, wakafungwa hivi. Ila Biblia inasema kanisa likaomba. Kanisa likaomba, wakaomba watu, ikatoka. Hilo la pili. Gereza la tatu ndo gumu zaidi, ndo la Matendo sura ya 16 la Paulo na Sila, ndo scenario ya tatu ya gereza kwenye Matendo ya Mitume. Kwenye hili gereza, hili ni baya kuliko lililopita. Kwenye hili gereza bwana, watu wanavuliwa nguo, wanachapwa viboko, wanaburuzwa, wanaaibishwa. Yani hili gereza unaaibishwa, unaaibika, unafanya nini? Yani uje kuvuliwa nguo maana yake ni kuwekwa wazi, kuaibishwa, ile aibu mbaya. Kwenye hili gereza sasa, kanisa aliombi, malaika atokei. Kwenye hili gereza ndo ambalo watu wengi huwa wanakwama. Njia ya kutoka kwenye hili gereza ni kujua siri ya kusifu na kumwabudu Mungu. Hallelujah. My God. You have to know how to praise your God. Matendo ya Mitume 16:25 inasema panapo usiku wa manane, Paulo na Sila
walikuwa wakimwomba Mungu na kumwimbia nyimbo za sifa. Kwa My kuna God. walokole wengi tumekwama hapo kwenye hilo gereza, kwa sababu hatujui nguvu ya kumsifu Mungu, hatujui nguvu ya kumwadhimisha Mungu. Yaani Mungu anamwangalia Paulo na sisema, pamoja na kubuluzwa, pamoja na nini, kwa hiyo bado hawa watu hawanunguniki, hawalalamiki, hawaimbi zile nyimbo zenu zile, siji Mungu wangu we wajua sababu kwani wanaimba hakuna Mungu kama wewe, wewe ni Mungu wa pekee. Wanachomolewa kwenye hilo gereza kwa sababu ya nguvu ya kusifu na kuabudu. Hayo ni magereza matatu ambayo nimeyaweka. Sasa ninaongezea sasa kwenye swali lako, nitajuaje kwamba hili ni gereza nimeletewa ni la ibilisi hili na nini? Tunarudi kwenye habari ya Roho Mtakatifu ambao ndo kitabu cha Matendo ya Mitume. Anasema Roho Mtakatifu atawafundisha, atawakumbusha. The sensitive, yani kile kitabu, jina lingine kitabu cha Matendo ya Mitume nasema kitabu cha matendo ya Roho Mtakatifu. Unapokuwa na Roho Mtakatifu anakuonesha. Ndio Petro amesimama anamwambia Anania na Safira, kwa nini mlinidanganya mimi, mlimdanganya Roho wa Mungu? Sasa hiyo sensitive tunayoikosa. Kwa kuna wakati ukiwa na utulivu, ndio ule utulivu upole. Ukiwa na utulivu Mungu atasema na wewe, ambaye mwanangu hapa unaonewa, hapa atakuwa ureact. Mwanangu hapa hapana. Na ukiwa na Roho Mtakatifu ndio ile Mathayo sura ya 4 utaielewa vizuri. Inasema hivi, Mathayo sura ya 4 mstari wa kwanza. Anasema kisha Yesu akapandishwa na Roho nyikani ili ajaribiwe. Haleluya. Aliyempandisha Yesu sio makosa yake. Anasema ili alipandishwa na Roho nyikani. Sasa sisi wengi wetu tunajipandisha na wenyewe ili tujaribiwe na ibilisi. Hatuponi. Usijipandishe mwenyewe. Ukipandishwa na Roho, maana yake kama ukiwa na sensitive na Roho Mtakatifu, unajua kabisa Mungu. Kwa kuna mambo unapitia ni magumu sana, unamuuliza tu Mungu, Mungu unataka kunipandisha ngazi gani? Na mara zote hamna level ya spiritual utakayopanda bila test. Sio trial. Sasa hiyo ni shule nyingine. Test. Kuna test na trials. Test ni mtihani. Trial ni mjaribu. Hakuna darasa la Mungu utakalopanda bila test. Na hiyo ukipita ndio unakuwa dhahabu iliyo safi. Kitakachokusaidia ni ushirika wako na Roho Mtakatifu. Nafikiri nimedadavua kwa mapana sana. Asante sana mwalimu. My God. Wow. My God. Karibu Sister Pam. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mungu akubariki sana mwalimu wa kwaya. Asante sana kwa neno. Ubarikiwe sana. Amina. Sana. Nimejifunza na natoa tu, yani sijui, sio swali lakini imenigusa hiyo kwenye watoto, kwa sababu ulivyokuwa unaongea kuhusu watoto, yani yule mtoto ambaye hajui njaa, nikawa nafikiria tu, yani imenijia moyoni kwamba na sisi wazazi nadhani ni kuomba Mungu atupe ujasiri katika kufundisha watoto, kufundisha hivyo vitu, kwa sababu unajua ni hekima ya Mungu tunahitajika, kwa sababu mimi mwenyewe nadhani ni mhanga kwa hiyo, kwa sababu unaweza ukafika sehemu ukasema, kwa nini mtoto wangu apitie kilichopitia mimi? Kwa nini, unajua, kwa nini mtoto wangu, kama mimi sikupanda, labda nilikuwa natembea kilomita ngapi kutafuta magari huko, kwa nini mtoto wangu apate shida? Lakini kumbe at the same time, kumbe sengine ni hatuwafundishi. Hiyo yani, nakumbuka kuna ile neno nasemaga sengine, usijifunze kuogelea siku meli inaangamia. Yani jifunze kuogelea kabla. Kwa hiyo Mungu atupe ujasiri na hekima ya kuwafundisha watoto wetu kuogelea kabla hiyo meli haijaangamia. Sio kitu rahisi. Kuna kitu unaweza kumwona mtu ana go through, unafikiria kwamba no, sitaki apate shida, mimi nimepata shida. Lakini kumbe saa nyingine unamfanya anakuwa hajifunzi. Yani ufikie kwenye shida ndio ajifunze kwenye maumivu. Mungu atusaidie sana. Nilikuwa nataka kusema tu hiyo, Mungu atusaidie. Nadhani na sisi kumbe tuendelee kujiombea ujasiri wa kufundisha watoto wetu. Amen. Amen. Hallelujah. Mwalimu, you want to add something? Maswali tu, ila next ngoja niangalie kama kuna swali, kuna nini jibu, afu nitawapa tu assignment moja itakao nisaidia next week kumaliza session yetu ya kitabu cha Wafilipi. Sawa. Basi wakati tunasubiri kutuambie hiyo assignment, basi tunamalizia. Just to add on to what Sister Pama said, kama nilivyosema mwanzoni, ukiwa na neema
Mungu ataruhusu upitie majaribu wewe na watoto wako. Amen. Pia kabisa hiyo ni neema. Mimi nimekuja Mm. kujifunza kwamba ni neema. Mimi ni Mm. mfano mzuri sana ambao watoto wangu walikuwa very spoiled. Yani Mm. kama unafahamu, na driver wao kabisa, ulikuwa una driver wa watoto, gari la watoto, vitu vya Mm. kila kitu cha watoto, yani kila kitu, yani holiday ulikuwa Mm. unajua wanaenda wapi, they will go Yes. abroad, US, you name it. Lakini baadaye tulipokuja kupita kipindi cha shida, watoto unawaambia sasa hivi inabidi kupanda bajaji. Yule mdogo ilikuwa ni shida kuelewa kupanda daladala, lakini sasa hivi as I'm speaking, mtoto ameenda kwenye project, kaenda na daladala. Sasa Wow. ameniambia mama, niko Morocco, I'm coming back, and he's 16. So Jaden yule alikuwa anapata shida, walikuwa kwenye very expensive schools, extremely expensive, lakini wakaja tukawapeleka, ni wakapiga turnaround, ikawa ni shida mpaka ma psychologist. Lakini baadaye nikuja Mungu akanifundisha kwamba unajua yani it's grace, kwamba I've allowed them to pass through that, ili fika mahali kwamba nikija nikirelease the grace tena wataheshimu kile ambacho mimi nimekitoa. Lakini Yes. sio wengi ambao wanapata hiyo neema, wanakuja kupata wakati sisi tayari hatupo. Yes. Anza kusafa, alafu wanakuwa vituko kwenye Yes. society. Kwa hiyo ni vizuri sana kama alivyosema mtumishi Pam, kuomba sana, kuomba hiyo grace, kwamba yani tuwe na mioyo migumu kuwafundisha watoto wetu ili wajue hali zote, hali ya kupungukiwa, hali ya kujaziwa, hali ya kuwa nacho, hali ya kutokuwa nacho. Kuna sometimes wape maharage, sio kwamba because Yes. you afford, but wape maharage mara 2 mfululizo ili wajue kwamba kumbe kuna maharage. Zima TV kwamba vile hamna umeme, ili wajue kwamba kuna siku inawezekana kwamba huwezi kulipa cable TV. Sio kwamba you can, but let them experience both lives, because you don't know what tomorrow may hold. If you have the grace, na mimi nasema ni neema, Mungu will allow you to pass. If you don't have that grace, hautakuona maana kwamba lazima ujifunze. Amen. Amen. Yes. Powerful. Yeah. Yeah. Mwalimu Makwaya, karibu. Naona muda wetu umekimbia, tumefika dakika 13. Karibu mwalimu. Amina, asanteni sana kwa the session. Mungu awabariki mno. Naamini tumekuwa na wiki 4 nzuri za kitabu cha Wafilipi, na next week tutakuwa na session tamu sana kuconclude hicho, kufanya conclusion ya kitabu cha Wafilipi. Kwa hiyo ninakuomba tu kwa muda wako utasoma sura ya Marko sura ya 10 mstari wa 17 mpaka 30. Amen. Marko 10 mstari wa 17 mpaka 30. Kitabu cha Wafilipi hicho kutokea hapo kufanya conclusion ya kitabu cha Wafilipi. Nitadili na hiyo, tutatumia muda mrefu hapo, nitatiririka kwenye hivyo na nitajibu maswali about the book generally, na nadhani kile ambacho nilijisikia kutamani kushare na watu wa VBV about book exposition, nitakuwa nimeimaliza hiyo assignment. Kwa Marko hiyo sura ya 10 mstari wa 17 mpaka 30, kuna bonge moja la amazing story, a love story. Mimi ni storyteller, kwa love story. Kainywe hiyo story. Kutokea hapo kuna vitu vingi sana kwenye kitabu cha Wafilipi tutatokea hapo. Ni ile misali nilikuwa naisema ile nini ambayo anatawajazilizeni, yote hayo is about the gospel. Na nadhani hiyo mkisoma siku hiyo utaenjoy sana. Isome tu mara nyingi, alafu soma na hicho kitabu cha Wafilipi tena, linganisha. Tukija next week tunapomaliza session yetu ya wiki 5, zimeisha haraka, nimeshangaa. Mungu awabariki sana. Sina cha ziada zaidi ya kuwashukuru kuniamini na kunihosti kwenye kipindi hiki chote hiki, na asante kwa vocha. Amen. Mwalimu, the pleasure was all ours. Basi naomba tufunge kabla tujafungua vibanda. Baba mtakatifu, Mungu mwenye nguvu, oh what a wonderful Lord you are. What an honor it is to serve you, my Lord and my Savior. What can we say, my Lord? We are honored, we are grateful, we are humbled. Tunakushukuru Bwana, tunakushukuru Mungu. Unazidi kusema nasi Bwana, kama ulivyosema katika Zaburi ya 25, siachi kusema siri za Bwana zinawamchao Bwana. Umesema nasi mambo ya ajabu sana, yamkini yanaweza yakaonekana simple sana kwenye macho ya damu na nyama, lakini yule ambaye atakuwa tayari kuyasikiliza na kuyafanyia kazi, hakika lazima atavuka Bwana. Utufundishe kama alivyosema Daudi katika Zaburi ya 90 Bwana, kuzihesabu
tunapohesabu siku zetu, tupatie mioyo ya hekima. Mambo yaliyoachiliwa hapa Bwana yasianguke bure Bwana, katika damu ya Yesu. Ni maombi yangu kwa kila mwanamke Bwana, kila mjoli wako aliyefika mahali hapa na yule atakayesikia Bwana, akayafanyie kazi kwa ajili ya mbari yake, akayafanyie kazi kwa ajili ya watu wa malango yake, akayafanyie kazi kwa ajili ya huduma iliyowekwa ndani yake. Jehova, akayafanyie kazi kwa ajili ya utume ambao umeachilia mbele ya safari ya maisha yake. Nani ajuaye Bwana? Nani ajuaye Mungu? Utusaidie wewe ambaye umeiandika kesho yetu kabla ya leo Bwana, na kuandika mambo ambayo hayajaonekana kana kwamba yameshaonekana Bwana. Tukafanyie kazi, ikawe mbegu njema ndani ya maisha yetu, ikawe mbegu iliyo bora ndani ya utume ulioweka ndani yetu Bwana. Tukawe matawi yanayomzalia Yesu matunda Bwana, maana umesema katika neno lako Bwana, tutakuwa matawi na yeye ni mzabibu Bwana. Matawi yasiyozaa yatakatwa Bwana. Tukawe kama ule mtu kwa sababu tulimtaka, lakini ameacha mengi. Wewe unajua huduma za huyu mtumishi Bwana, kwa akili yetu Mungu mtakatifu. Nasi tunamuombea ulinzi, tunamuombea mibaraka, tunamuombea mtakatifu uongozi wa ajabu, tunamuombea utele Mungu, katika jina la Yesu mwana wa Mungu aliye hai. Bariki kila aliyoingia mahali hapa Bwana. Tunapotoka mahali hapa Mungu, tufiche chini ya mbao zako mahali pako pasirini, katika jina kuu la Bwana wetu Yesu Kristo tumeomba na kushukuru. Amen. Amen. Asante sana kushiriki katika kujifunza neno la Mungu. Mpendwa, kama utapenda kumpokea Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako, na kukaribisha uombe sala ifuatayo. Baba wa mbinguni, asante kwa upendo wako na rehema zako, na kujia katika jina la Yesu Kristo. Nakiri kuwa mimi ni mwenye dhambi na naomba msamaha wako. Ninaamini kuwa Yesu Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zangu na akafufuka ili nipate uzima wa milele. Namkubali Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Ingia moyoni mwangu na unifanye upya. Nisaidie kufuate siku zote za maisha yangu. Asante kwa kunipa wokovu kwa neema. Amina.